asasi ya kusajili magari NTSA walitoa ilani ya kwamba wataanza kupiga fine yeyote yule atakayekiuka sheria za barabarani ama za traffic kwa njia za mtandao. Juzi na jana Wakenya wamepigwa fine kila mmoja shilingi 10,000. Kosa la traffic linategemea upesi ama umeenda kiasi gani. Sisi tumeelekea mahakamani baada ya kupata Wakenya zaidi ya 600,000 wakiambia sheria mtaani Shadrack Wambui tuwatetee. Tumeweza kueleza shida za Wakenya kwamba hakuja kuwa na mjadala na raia, public participation. Pili, ile account pesa Wakenya wanaambiwa waweke hatujui ni ya nani. Tatu, ofisi ya mkuu wa mashtaka ODPP imeondolewa. 4, judiciary mahakama imeondolewa, na mwisho zile fine hazijapeana ule mtu haki ya kujitetea. Jaji wa mahakama kuu amesimamisha hiyo ambayo tumesema ni illegal. Kwa hivyo tunatangazia Wakenya kwamba mtu yeyote asilipe fine ambayo itatokea baada ya onyo hili. Tumeambiwa tuweze kuwapatia makaratasi na tumewapatia makaratasi. Wamepata yale makaratasi ya kotini, wamepata oda ya koti. Kwa hivyo Wakenya, kuweni tayari, bado kuna vita vya kukomboa Wakenya kutoka minyororo ya kusalitiwa na serikali ambayo tulichagua. Sisi ndio wenye serikali, sisi ndio wenye NTSA, sisi ndio wenye mahakama, sisi ndio wenye ODPP kulingana na kipengele cha kwanza cha katiba ambacho kinasema sisi, we are the sovereign. Nguvu zetu tutazipata kama serikali ikijaribu kutugandamiza kupitia sheria mtaani. Na washukuru wa Kenya, sisi tuko tayari kuwahudumia. Hatulipishi pesa zozote wakati ambapo tunakuja kotini kutumia njia ya sheria mtaani na Shadrack Wambui. Hili ni jopo la kusaidia Wakenya ambao wamepata shida, yani sheria mtaani. Ule mtaa wako unaishi Kawangware, ule mtaa wako unaishi Dandora, ule mtaa wako unaishi Kisumu, ule mtaa wako popote ulipo, sheria mtaani itakuwa pale. Malizie pale unless kuna maswali